Asante kwa ajili ya nafasi hii ambayo Bwana umetupa kwa neema yako tu. Si kwamba tumestahili au tumefaa kupita watu wengine ambao hawajapata nafasi ambayo Bwana umetupatia sisi. Basi kwa sababu hiyo tunasogea mbele za uso wako na kiti chako cha enzi. Tunataka kusikia kile ambacho wewe Bwana unataka kuzungumza nasi, kile ambacho unataka kuongea nasi. Hicho ndicho ambacho tumejiandaa toka ndani ya mioyo yetu, ya kwamba tukisikie na tujue ya kwamba ni yapi yatupasayo kufanya. Mungu, ninaomba neema yako na uweza wako ukatusikilizishe sauti yako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Basi unaweza ukakaa tu mahali ulipo. Tunaendelea na kila ambacho tulikianza. Tulijifunza kwamba vazi ulilolivaa kwenye ulimwengu wa roho ndilo linaloamua ni nini ambacho kinakuwa kinaendelea kwenye maisha yako. Kwa lugha rahisi naweza nikasema vile ulivyo ni matokeo ya vazi ambalo umelivaa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa tutaendelea pale ambapo tuliishia. Tutajikumbusha machache, alafu tuendelee na sehemu ya leo, ili unapomwomba Mungu basi ujue namna nzuri ambayo utakuwa unaomba. Nilikwambia hivi, kuna mtu ambaye ulimwengu wa roho umemvisha vazi la aina fulani, na hilo vazi ambalo amevishwa kwenye ulimwengu wa roho linayatafsiri maisha yake ya mwilini. Manake kuna mtu anaweza kama amevikwa vazi la umaskini, manake yeye kwenye maisha yake au kwenye hatima yake haelewi kwa habari ya maisha mazuri au kwa habari ya maisha ambayo kuna utoshelevu wa mahitaji. Lakini pia kuna mtu anaweza kama amevikwa vazi la magonjwa. Maana yake ni kwamba kinachotafsiri maisha yako wewe leo hii ni vile ambavyo upo kule kwenye ulimwengu wa roho. Manake ule muonekano wa ulimwengu wa roho unaamua sana ni nini ambacho kinaendelea, au ni namna gani ambayo unaishi kwenye haya maisha ambayo tunayaishi hapa duniani. Kwa hiyo nilikwambia kwenye upande wa Mungu kuna mavazi na upande wa adui kuna mavazi. Manake Mungu akikuvisha vazi na kwake yeye, maana yake ni kwamba baraka zitakuwepo kwenye maisha yako. Kama ni afya, maana yake itakuwepo kwenye maisha yako. Amen. Lakini shetani akikuvisha mavazi yake, maana yake ni kwamba kuna aina ya maisha haitaonekana kwako. Hata kama maandiko yanasema utabarikiwa shambani, utabarikiwa mjini, hata kama yanasema utakuwa na afya, lakini utakuta kwenye eneo hilo kuna kipengele ambacho adui amekiweka na kinazuia aina ya maisha fulani. Tulisema hivi, lengo la vazi ni kufunika sehemu za mwili wa mwanadamu. Ninazungumza vazi la kawaida tu, kwa maana ya nguo. Kwa vazi linaweza likatengenezwa kwa ngozi, kwa plastiki, kwa manyoya, hilo ni vazi. Ili mradi tu linafunika ile sehemu ya mwili wako, mahali ambapo hapapaswi kuonekana, maana yake hapaonekani. Hiyo ndo kazi ya vazi. Lakini tulisema Mungu anapokuokoa wewe, anapokuvisha vazi, maana yake kuna haki ambazo utazipata. Kuna vazi la haki anakuvisha. Lile vazi la haki ndilo linaloachilia baraka kwenye maisha ya mtu, linaachilia neema kwenye maisha ya mtu,
linaachilia uzima. Manake vile vitu ambavyo kwa kawaida haviwezekani kwa watu, ukisha vaa vazi lile la Mungu la haki, maana yake ni kwamba hata yasiyowezekana, ndio pale anaposema yawezekana kwake yeye aaminie. Kwa sababu yoyote aliyeamini ana haki ya kupata yaliyo mema kwa Mungu. Amen. Sasa leo tutaangalia baadhi ya mavazi ya kiroho anayopaswa kuyavaa mtu aliyeokoka. Baadhi ya mavazi ya kiroho anayopaswa kuyavaa mtu yoyote aliyeokoka. Mavazi ya kiroho anayopaswa kuyavaa mtu yoyote aliyeokoka. Sema mavazi ya kiroho. Mavazi ya kiroho anayopaswa kuyavaa mtu yoyote aliyeokoka. Mtu yoyote aliyeokoka. Kwa vazi la kwanza ambalo tunaenda kuliangalia, tunasema Yesu Kristo ni vazi. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo ni vazi. Ni vazi. Maana yake ni hivi. Tumesema mavazi ya kiroho anayopaswa kuyavaa mtu aliyeokoka. Maana yake kumbe mtu yoyote aliyeokoka kuna mavazi ya kiroho ambayo anapaswa ayavae ili baraka na neema ya Mungu iachilie kwenye maisha yake. Manake kama hajayavaa hayo mavazi, kama hana hayo mavazi ya kiroho, kama hayo mavazi sio sehemu ya maisha yake hata baada ya kuokoka, manake ni kwamba huyo mtu hawezi akapokea haki zake. Mbele za Mungu tuna haki, na haki tulizo nazo mbele za Mungu ni kwamba Mungu ametuwekea baraka, ametuwekea uzima, ametuwekea uponyaji, ametuwekea neema ya kutufanikisha, ametuwekea nguvu ya kushinda nguvu ya giza. Manake ile nguvu au ile baraka ambayo huyo mtu anapaswa kuivaa ni mpaka pale atakapomvaa Kristo kama vazi. Unaweza ukampokea Yesu lakini asiwe vazi lako. Unaweza ukakubali kwamba nimeokoka, lakini bado Kristo hajafanyika kuwa vazi kwenye maisha yako. Manake ili vitu vitokee, ili yale mambo unayotaka yaende kwenye maombi yako, unayotaka yatendeke baada ya wewe kuomba, baada ya wewe kumtafuta Mungu, lazima umfanye Yesu kuwa vazi. Amen. Sema Yesu awe vazi. Yesu awe vazi. Sema Yesu awe vazi. Yesu awe vazi. Ukisoma kitabu kile cha Warumi, ile sura ya 13 na mstari wa 14, Biblia inasema hivi: bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Nimekwambia vazi la kiroho unalopaswa kulivaa kwenye maisha yako, la kwanza kabisa ni Yesu Kristo. Lazima awe vazi. Hapa ukisoma hiki kitabu cha Warumi kinasema bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Maana yake ni hivi: ukiona bado mwili unawaka tamaa, maana yake ni kwamba haujamvaa Kristo. Ukiona bado mwili una hali ya kutenda dhambi, una hali ya kukimbilia mabaya, una vitu vya aina fulani sio vya kimungu, maana yake ni kwamba umeruhusu mwili uwake tamaa. Si kwa sababu mwili hauna asili ya tamaa. Mwili ni kweli kabisa una asili ya tamaa, lakini ukiisha mvaa Kristo, manake kwa sababu yeye ni vazi, amekaa juu yako, manake ni kwamba anasababisha mwili wako usiwe na tamaa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema bali mvaeni Kristo, msiangalie mwili hata kuwasha tamaa zake.
Manake kumbe mwili una kawaida ya kuziwasha tamaa. Ni tabia ya mwili, hiyo ni asili ya mwili. Manake sehemu ya mwili wa mwanadamu, moja ya sifa yake ni kwamba unawasha tamaa. Sasa anasema mvaeni Kristo. Alafu ukiisha mvaa Yesu hauangalii mwili. Ukiisha mvaa Yesu hauangalii ni nini kinatokea kwenye mwili wako. Unaemwangalia ni Yesu ambaye amekuita wewe kwenye uokovu. Kwa sababu gani anasema msiuangalie mwili? Kwa hali ya kawaida hata maombi hayawezekani kama unauangalia mwili. Kwa hali ya kawaida tu. Kwa sababu ukianza kuomba huku unauangalia mwili au unahurumia mwili, hautaweza kuwa mwombaji. Yeye anasema msiuangalie mwili, kwa sababu ile saa unaoangalia mwili utatamani chakula. Ile saa unaoangalia mwili utatamani kufanya vitu visivyompendeza Mungu. Sasa anasema hivi, mvaeni Kristo. Chochote kinachovaliwa maana yake hicho ni vazi. Chochote kinachovaliwa maana yake ni kwa ajili ya kusitiri ile hatima yako. Nimekwambia hatima yako inaamuliwa na vazi ambayo umelivaa. Ukimvaa Kristo maana yake hatima yako ataiamua Kristo. Ukivaa maisha ya dhambi maana yake ni kwamba hatima yako itaamuliwa na shetani. Ndio anasema msiuangalie mwili. Yawezekana kuna vitu ambavyo katika hali ya mwili haviwezekani. Katika ubongo wa mwanadamu kuna mambo ambayo hayawezekani, lakini mtu anapomvaa Kristo hakuna ambacho kinakuwa kiwezekani kwake. Ukisha mvaa Kristo manake hautasikiliza mapenzi ya mwili, wala hautaangalia mwili wako unasema nini, wala hautaangalia ni hali gani unajisikia kwa wakati huo. Na ndio maana lazima uelewe hivi, hata swala la maombi kwenye maisha yako haliamuliwi na jaribu, na wala haliamuliwi kwa sababu unajisikia vizuri au unajisikia vibaya. Neno lilichosema ni hivi, ombeni bila kukoma. Maana yake muombe bila kuacha. Maana yake muombe bila kusita kwa namna yoyote. Maana yake hata maombi, yawezekana katika hali ya mwili kuna mahali umekwazika. Yawezekana katika hali ya mwili kuna mahali pana maumivu kwenye maisha, lakini kwa sababu umemvaa Kristo, yeye ukiisha mvaa, maana yake mapenzi ya mwili yanaanza kufa kwenye maisha yako. Maana yake zile tabia za mwilini zisizofaa zinaanza kufa na kuondoka kwenye maisha yako. Ukisoma kitabu cha Wagalatia ile sura ya 3 na mstari wa 27, Biblia inasema kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Sema kwa maana sisi sote tuliobatizwa katika Kristo tumemvaa Kristo. Manake mtu yoyote aliokoka, Biblia inasema huyo amemvaa Kristo. Manake kuokoka kwako ni kwamba wewe umemvaa Kristo. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso ile 4 mstari wa 24, Biblia inasema hivi, mkavae utu mpya. Sema mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu, katika haki na utakatifu wa kweli. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu, katika haki na utakatifu wa kweli. Ukirudi Wagalatia 3:27 utaona neno linasema hivi, kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Maana yake yoyote aliyookoka ni lazima amvae Kristo. Anamvaa Kristo kwa namna gani? Anamvaa Kristo kwa kuvaa utu mpya, kwa maana ya kwamba anamvaa Kristo kwa kuanza kuyaishi maisha mapya. Huwezi ukaokoka na ukaishi maisha ya zamani
alafu unategemea Mungu aamue hatima yako. Huwezi ukaokoka ukaendelea kuyaishi maisha ya zamani alafu unategemea kuna vitu vitabadilika kwenye maisha yako, au unategemea kuna maombi yatajibiwa, au kuna jambo la ghafla litatokea libadili maisha. Kubadilika kwa maisha yako au kubadilika kwa vile ambavyo unataka Mungu akupandishe inategemea na mabadiliko baada ya kuokoka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema inategemea na mabadiliko baada ya kuokoka. Maana yake kama umeokoka na utakuwa na zile tabia za kabla ya kuokoka, maana yake ni kwamba katika hali ya mwili inaonekana upo Kanaani, lakini katika hali ya rohoni wewe bado ni mtumwa, na Mungu anafanya kazi na wafalme, hafanyi kazi na watumwa. Amen. Manake mtu yoyote anaishi maisha ya dhambi, huyo ni mtumwa wa dhambi. Na mtu yoyote aliyeokoka, Biblia inasema huyo ni ukuhani wa kifalme. Manake Mungu anapofanya kazi na mwanadamu, hafanyi kazi kama anafanya na mtumwa. Anafanya kazi kama anafanya na mfalme ambaye inabidi atawale, ambaye inabidi kuna hatua zionekane, ambaye inabidi kuna tabia zionekane. Na ndio maana kuna level ya maisha ambayo mtu akifika, ninaongea maisha ya kawaida tu, haya ya mwilini, ni ngumu ukamkuta labda rais wa nchi, unaambiwa ameenda labda soko la Mafinga pale, yuko peke yake, hana walinzi, lakini yuko peke yake tu, anasema naomba nyanya za 500. Baadaye anapita na huko anasema ngoja na mimi niende labda dukani kwa Chale pale. Huyo rais wa nchi ni ngumu ukamkuta. Kwa nini? Hauwezi kumkuta hivyo. Hata kama utamkuta pale, utaona kuna watu wamemzunguka, utaona pale kuna watu kuna walinzi. Sasa watoto wa Mungu waliokoka, manake wewe unapookoka, Mungu anaamuru malaika zake wanakuwa juu yako. Amen. Manake popote unapoenda, we hauendi mwenyewe. Amen. Unaenda na Mungu. Yaani kila unachokifanya manake unafanya na yeye, na Yesu anakuwepo hapo. Sasa kinachofanya kiongozi wa nchi au rais, si kwamba alizaliwa akiwa na maaskari wanamlinda. Hakuzaliwa hivyo. Alizaliwa akiwa mtu wa kawaida. Kuna nyakati ambazo wakati yupo kawaida, yawezekana alikuwa na uwezo wa kwenda sokoni. Yawezekana wakati yupo kawaida alikuwa na uwezo wa kusema ngoja niende nikatembee kwa rafiki yangu, na anatembea mitaani tu kwa miguu. Lakini baada ya nafasi, hasa nafasi yake ile ya urais, baada ya ile nafasi, maana yake maisha yanabadilika. Ameisha kuwa mtu mpya kwa sababu ya ile kofia ya nafasi. Sasa wengi tuliokoka, tunapopata kofia ya nafasi kwamba sisi ni ukuhani wa kifalme, tunataka tuishi sawasawa na tulipokuwa tunaishi zamani. Tunataka tutembee sawasawa na tulipokuwa tunatembea zamani. Pia tunataka tufanye sawasawa na tulipokuwa tunafanya zamani. Na ndio maana unakuta hata baada ya kuokoka, kuna baraka ambazo haziendi kwa watoto wa Mungu. Kuna vitu ambavyo havionekani kwa watoto wa Mungu. Sio kwa sababu Mungu ni mkatili, ni kwa sababu kofia tuliyoivaa hatujaipa thamani. Manake Yesu ni vazi. Kama ni vazi, manake umemvaa. Kama ni vazi, maana yake ni kwamba anahitaji heshima yake kwenye maisha yako. Amen. Na heshima ya Kristo kwenye maisha yako ni wewe kuishi sawasawa na vile ambavyo Kristo alikuwa anaishi. Amen. Ni wewe kuangalia maisha ya Yesu alikuwaje. Unaanza kutembea kama Kristo. Unaanza kufanya kama Kristo alivyokuwa anafanya. Biblia inasema yeye, yani hata kosa halikuonekana kwake. Biblia inazungumza alikuwa mkamilifu. Maana yake mpaka kusurubiwa kwake hakuna mahali panapoonyesha kwamba Yesu kuna wakati alianguka dhambini. Alafu ikafika wakati labda Yesu kuna wakati inaonyesha kwamba aliishi maisha yani ya aina fulani ambayo haikujulikana kama ameokoka au hajaokoka. Maana yake alijulikana. Na ndio maana kuna wakati watu wakasema mwalimu mwema.
nawezaje kufanya ili ni urithi ufalme wa Mungu? Manake ndani ya Yesu kulikuwa na wema, lakini na nje ya Yesu pia ilionekana ile mbegu ya wema. Manake ni nini? Sisi tuliokoka tunapomvaa Kristo kama vazi, manake tunayavaa maisha ya Yesu kwenye maisha yetu. Manake maisha ya Kristo yanapaswa kuwa ndiyo maisha ya mtu yoyote aliokoka. Amen. Ninapozungumza maisha ya Kristo, ninazungumza kuanzia utakatifu mpaka Yesu alivyoomba na tunaona maombi yanajibiwa. Amen. Ndio anasema ombeni lolote kwa jina langu, hilo mtapokea. Manake kumbe tunaomba chochote kwa jina lake Yesu. Kwa nini? Jina lake limebeba ukamilifu, limebeba uzima. Amen. Na ndio maana kila mtu aliyeokoka akimwona Yesu ni vazi, akimwona Yesu ni vazi lake, maana yake ni kwamba atahakikisha analitunza hilo vazi lisichafuke. Wengi tunaomba lakini vazi la Kristo ambaye ni Yesu mwenyewe tumeisha lichafua. Wengi tunaishi kwa mazoea, tunaishi kwenye maisha ambayo hatujaamua sawasawa kuendelea na maisha ya imani. Lakini ukiisha okoka, lazima uhakikishe unamvaa Yesu kama vazi. Amen. Na hatua itakayokusaidia wewe kumvaa Yesu kama vazi, uhakikishe kwamba ndani ya huyo Yesu unakaa au unadumu. Usiokoke Amen. leo kesho hujaokoka. Usiombe leo kesho uombi. Manake kama ni maombi, hakikisha maombi ni maisha yako. Kama ni neno, hakikisha neno ni maisha yako. Usiishi maisha ya kwamba nitakuwa mtakatifu kanisani, alafu nitakaporudi mahali pengine ninaweza nikaishi ninavyotaka. Nataka niwaambie hivi, neema ya Mungu kwa yoyote anayemcha ipo tele na ya kutosha. Kwa yoyote anayemcha Mungu, neema yake ipo tele. Kwa yoyote anayemheshimu Yesu, ambaye ndani ya moyo wake anasema, Yesu, mimi sitaki nikuaibishe. Ninapotenda dhambi mimi, maana yake ninamwaibisha Kristo. Na unapotenda dhambi wewe, maana yake ni kwamba unamwaibisha Yesu. Watu wanaposema huyu hapa hajaokoka, anayesemwa ni yule aliye ndani yako. Watu wanaposema huyu hana Mungu, anayesemwa ni yule aliye ndani yako. Kusemwa kwako wewe ni kwamba Yesu anasemwa. Na ndio maana anasema hivi katika Yohana 15 mstari wa 7, anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Sema, mimi nikikaa ndani yake, mimi nikikaa ndani yake, mimi nikikaa ndani yake, mimi nikikaa na ndani maneno yake na maneno yake yakikaa ndani yangu, yakikaa ndani yangu, niombe lolote, niombe lolote, nitakalo lote, nami lote, nitatendewa. nami nitatendewa. Kumbe ni hivi, kuna vitu ambavyo kwenye maisha yako unaweza ukavipata sio kwa sababu labda ulifanya kitu cha maana sana. Kule kukaa tu ndani ya Kristo, kule kukubali kwamba huyu ni vazi langu. Kumbe maana yake ni hivi, wanaojibiwa kila maombi wanaoyaomba mbele za Bwana ni wale waliokaa ndani yake. Lakini wale waliokaa ndani ni wale ambao wamemvaa Kristo kama vazi. Amen. Wamemfanya Yesu ni vazi. Amen. Kwa sababu ukisoma Warumi hiyo 13:14 inasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Maana yake yoyote aliyemvaa Kristo lazima atakaa ndani ya Kristo. Na yoyote aliyemvaa Kristo, chochote atachokiomba mbele za Bwana, lolote atakaloita, chochote atakachosema, Mungu atakifanya kwa sababu yupo ndani. Mungu Amen. atakifanya kwa sababu anamheshimu. Amen. Mungu atakifanya kwa sababu anamtii. Amen. Hakuna baraka pasipo utii. Hakuna baraka pasipo kukaa. Amen. Maisha ya kubarikiwa, maisha ya kumwona Mungu uone amefanya. Ngoja niwaambie, baraka ya Mungu inatunzwa. Amen. Tulijifunza ule mfano
wa Esau na Yakobo. Walikuwa ni watoto wa baba mmoja. Esau alikuwa ni mdogo, manake ndani ya moyo wa Esau alitamani kwamba mimi ningekuwa mkubwa, lakini kwa sababu amezaliwa hakupata nafasi ya kuwa mkubwa. Nisaidie kuweka vizuri hiyo maiki. Bwana asifiwe. Kwa sababu amezaliwa hakupata ile nafasi ya kuwa mkubwa, kwa sababu amezaliwa. Sasa siku moja Yakobo akawa ameenda kuwinda. Aliporudi nyumbani, kwa bahati mbaya kwenye mawindo hakubahatika kupata chochote. Unisikilize kwa makini mfano. Esau, walikuwa ni Esau na Yakobo, sawa? Esau yeye hakubahatika kupata chochote. Sasa kilichotokea baada ya kutobahatika kupata chochote, utaona anarudi nyumbani akiwa na njaa. Anamwambia ndugu yake, ninaomba unipe chakula nile. Ndugu yake anamwambia, ukitaka nikupe chakula niuzie haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Yeye anasema hivi, kwa sababu nimekaribia kufa, uzaliwa wa kwanza sio kitu, kwa sababu nimekaribia kufanya nini? Kufa. Yule ndugu yake akampa chakula. Baada ya muda, baba yao akawa anataka, ameisha zeeka, na kwa sababu ya ule uzee akawa anajua muda wowote na saa yoyote Bwana anaweza kanitwaa. Sasa ukisoma Biblia, huyu aliyekuwa mdogo alipendwa sana na mama, na huyu aliyekuwa mkubwa alipendwa sana na baba. Sasa kinachotokea ni hiki. Baba anamuita mkubwa, anamwambia hivi, nenda ukanitafutie mawindo, ninataka nikubariki kwa sababu nimekaribia kutwaliwa na Bwana. Kinachotokea baada ya hapo, kumbe wakati anamwambia yale maneno, mama alikuwa anasikia kwamba baba anataka kumbariki mkubwa. Alichokifanya mama, akamwita mdogo, akamwambia, baba yako anataka ambariki huyu aliye mkubwa. Sasa nenda bandani ukachukue wanakondoo wawili, tumwandalie chakula. Na wakati huo kumbuke, baba huyu alikuwa ameisha zeeka na amepofuka macho, kwa alikuwa haoni. Kweli mama akaandaa. Baada ya mama kuandaa kile chakula, akampelekea, akasema, baba, nimekuja kukuletea chakula ili unibariki. Na baba anauliza, anasema, mbona umefanya haraka? Sio kawaida. Anasema, Mungu wako amenifanikisha. Anasema, sauti hii ni ya fulani. Baba anapata mashaka, lakini kwa sababu haoni na chakula kimeletwa, baba anambariki yule mdogo kwa hila. Manake walifanya hila, lakini sio kwamba Mungu alikuwa haoni. Mungu alikuwa anaona vizuri, lakini ilikuwa ni lazima ile baraka ya mkubwa inyang'anywe kwa sababu aliidharau. Manake kuna wakati, kwa sababu ya chakula, kwa sababu ya maisha ya dunia, kwa sababu njaa ilikuwa inamuuma, akaona uzaliwa wangu wa kwanza si kitu ila chakula. Nilikwambia hivi, yoyote aliyeokoka, kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili, ni kweli kabisa. Lakini yoyote aliyeokoka ni mzaliwa wa kwanza. Ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu anarejeshewa ile namna ya uzaliwa ambayo Mungu aliifanya. Manake ni hivi, mwanadamu wa kwanza, tukimwongelea Adamu na Hawa, mwanadamu wa kwanza yeye hakuzaliwa kama tulivyozaliwa sisi. Na nisikia watu wa Mungu, alifanywa kwa namna ya tofauti. Hakuzaliwa ulivyozaliwa wewe, kwa sababu kuna watu wawili walikutana, hakuzaliwa hivyo. Na unaweza ukaniuliza hili swali kwamba kwa nini Adamu na Hawa hawakuzaa
kabla ya maisha ya dhambi, si ndio? Mwahi kujiuliza hicho? Kwa nini hawakuzaa? Na ndio maana wengine imefika sehemu wanafikiri labda lile tunda, labda walifanya hilo tendo. Si mwahi kutana na mawazo ya hivyo Sasa nataka nikuambie hivi, Shetani, fuatilia, watu wote wanaoharibika maisha yao ni mara chache kukuta anaharibika akiwa na watoto. Manake Shetani anataka amwai mtu kabla hajawa na familia. Na nisikia nachowaambia kabla hajawa na nini? Kwa sababu akimwharibu kabla hajawa na familia, manake ameviharibu vilivyo ndani yake pamoja na uzao. Na ndio maana wote walioanza kuzaliwa baada ya hapo wanazaliwa wakiwa na dhambi. Manake Shetani alijua kama kuna watoto wangelizaliwa kabla ya dhambi, manake hapa duniani kungekuwa na watu wa aina ngapi? Mbili. Kungekuwa na watu wenye mwili lakini hawajui kabisa dhambi, na kungekuwa na watu ambao wana mwili lakini wanaijua dhambi. Sasa Shetani akaona hapana, ngoja niwahi. Na ndio maana maisha ya watu wengi yanaharibika kwenye ujana, sio kwenye uzee. Nalisikia watu wa Mungu? Sio kwenye nini? Shetani anamkamata hata mtoto mdogo, anakamatwa katika umri fulani, kwa sababu anajua nikimharibu hapa nimeharibu na uzao wake. Na ndio maana sasa tukirudi huku kwenye kisa cha Yakobo na Esau, hakujua kwamba kwa kile chakula, vile vitu anavyovipoteza vilikuwa ni vitu vya thamani vya maisha yake na uzao wake. Ni sawasawa na leo Mungu amekuokoa, Mungu amekupa neema ya wokovu. Yawezekana linaweza likatokea jaribu, ukaona kwa jaribu hii nitafute njia ya aina fulani, lakini unasahau ya kwamba kwa kufanya hivyo unauza haki ya uzalio wa kwanza ambao umerejeshewa. Manake Mungu amekuokoa, amekurejeshea ile nguvu uliyokuwa nayo Edeni kabla ya dhambi. Ile ndo ambayo Mungu anairejesha. Sasa kama utaishi maisha ya dhambi hata baada ya kuokoka, hata kama ulijificha, utakuta vile vitu ulivyofanya kwa asili watoto wako wanaanza kuvifanya na wanaanza kuviishi. Ni kwa sababu unapoharibika wewe, maana yake unaharibu na vitu vilivyo ndani yako. Vile vilivyo ndani yako ni pamoja na uzao. Yawezekana kwenye maisha yetu tunayoishi leo, kuna watu wengi wamepoteza baraka ya Mungu. Kuna watu wengi wamepoteza ukuu wao hata baada ya kuokoka. Ni kwa sababu hawakujali kwamba wokovu ni vazi lililobeba baraka na uzima wa maisha yao. Na ndio maana hata baada ya kuokoka kumeendelea kuwa na masumbufu yanayofanana na watu walivyokuwa gizani, yanayofanana na watu walipokuwa kwenye ufalme wa giza. Ndio maana neno linasema tutapataje kupona tusipojali uokovu mkuu namna hii? Sema nitapataje kupona? Nitapataje kupona nisipojali uokovu mkuu namna hii? Maana yake yoyote anayetaka kupona, yoyote anayetaka kuwa hai, yoyote anayetaka kubarikiwa, ni lazima ajali hili vazi ambalo ni Kristo, ambaye ndiye ameachilia uokovu kwenye maisha yako. Kama hautamjali kwamba Kristo ni vazi, maana yake ni kwamba kuna vitu vitatokea kwenye maisha yako sio vya mbinguni. Watu wa mbinguni wanatembea kwa namna ya mbinguni, watu wa mbinguni, na watu wa duniani wanatembea kwa namna ya duniani. Manake baraka za mbingu zinakutaka umvae Kristo kama vazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie hivi, ndani ya Mungu, kama unaandika andika tu, ndani ya Mungu au ndani ya Kristo huwa kuna uchungu. Ndani ya Mungu au ndani ya Kristo huwa kuna uchungu. Na uchungu wa Kristo siku zote anataka akiwaangalia watoto wake waumbike wafanane na yeye. Kwa tunapozungumza Kristo kama vazi, manake watu wakiangalia maisha yetu wamuone Yesu, wakiangalia tabia zetu
wamuone Yesu, wakiangalia afya zetu wamuone Yesu, wakiangalia uchumi wetu, hata wakiangalia watoto wetu waseme kwamba tumemwona Yesu. Manake Kristo siku zote huwa ana uchungu wa kuhakikisha ya kwamba watoto wake wanaumbika na wanafanana na yeye. Manake ili Kristo aonekane ni vazi kwako, lazima utengenezwe kwa kiwango cha wewe kuonekana kama Kristo alivyo, kwa kiwango cha wewe kuonekana kama vile Yesu alivyo. Maisha ya Yesu maana yake ni kwamba yaonekane na kwenye maisha yetu. Ndio maana neno linasema kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 4 mstari wa 19, neno linasema, watoto wangu ambao nawaonea utungu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Manake kumbe hata maisha ya uchaji anasema, watoto wangu ninawaonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Hili neno mpaka linazungumza kwa habari ya hatua, habari ya mchakato. Yaani Kristo kuumbika ndani yako au kufika kwenye maisha ya utakatifu ni mchakato unaohitaji nidhamu. Hauwezi ukaokoka na ukajikuta yani wewe unaweza ukafanya kila kitu. Na ndio maana kuna kujifunza. Unaweza ukaokoka hujui tenzi. Unapoingia ndani ya uokovu unaanza kujifunza kuimba tenzi. Unaweza ukaokoka haujui nyimbo za kuabudu. Unapoingia ndani ya uokovu unaanza kujua huu ni wimbo wa kuabudu, huu ni wimbo wa kusifu. Sasa kwenye maisha yetu tunapoingia ndani ya uokovu, maana yake kuna mchakato, mpaka ninazungumza mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Maana yake mpaka Yesu aumbike ndani. Maana yake kumbe tunampokea, baada ya kumpokea tunaanza kuyatafuta maisha ya ukamilifu, tunaanza kuyaishi maisha ya maombi. Maana yake kumbe kuna mchakato wa wewe kuelekea kwenye kufanana na Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yake ni hivi, kiroho chako cha mwaka jana hakitaki kufanana na mwaka huu. Maana yake Mkristo wa kweli anaongezeka kila siku, anakuwa kila siku. Haweza kana na masaa ya kuomba yale yale, haweza kana na maisha ya uchaji yale yale. Ngoja niwaambie hivi, anaweza akatokea mtu akakwambia mimi nimeokoka na nina amani ya kwenda mbinguni kabisa. Ameokoka na ana amani ya kwenda, lakini wao ukimwangalia kile labda anachokifanya, unaona kabisa hiki kinaweza kisimpeleke mbinguni. Sasa nataka niwaambie, kwenye Kristo kuumbika ndani ya mtu, watu wanatofautiana. Kuna mtu ameumbika kidogo, kuna mtu ameumbika sana, yani kuna mtu hajaumbika kabisa. Maana yake ni hivi, na hata tunapokuwa ndani ya nyumba ya Mungu pia watu tunatofautiana. Kinachotofautisha sisi ni kiwango gani wewe Kristo ameumbika ndani yako. Na ndio maana kwa nini unakuta kanisa wote wanamtaja Yesu lakini hatuwezi kuwa pamoja? Ni kwa sababu ya kuumbika kwa Kristo ndani yetu kumetofautiana. Lakini kama kila anayeokoka angekuwa anayaishi maisha yale ya uokovu na Kristo anaumbika ndani yake, nina hakika kanisa la Mungu au watu waliokoka wangekuwa ni kitu cha kutisha duniani. Manake watu wangeenda kutafuta majibu hapo. Kwa nini watu wanaenda kutafuta majibu mahali pasipofaa? Ni kwa sababu wakiangalia sisi tunaomtaja Kristo, Yesu haonekani kwetu. Haonekani kwa tabia, haonekani hata kwa maisha tu tunayoishi, haonekani. Manake kama Yesu akionekana kwetu, watu wataona hapa ndipo mahali pa kukimbilia. Nimekwambia Mungu ndani yake anaona uchungu anapoona wewe ukui. Anaona uchungu anapoona maisha yako ya kiroho yamebaki vile vile. Mungu anaona uchungu. Ndio maana nasema mpaka Kristo. Manake ili Mungu awe na raha, ili Mungu ajisikie vizuri, ili Mungu awe na amani ya kuachilia vyema, anajua kabisa kama akiumbika ndani yako wewe, maana yake ni kwamba hata akikubariki, baraka hakitakuwa kitu cha kukupoteza.
Unaweza kuwa unaomba baraka, lakini ile saa Mungu atakayokubariki na ndio mwisho wa wokovu wako. Unaweza kuwa unaomba amani, ile siku utakayopata amani hautaona haja ya maombi, lakini Kristo akiumbika anakuwa hana mashaka ya kukubariki, anakuwa hana mashaka ya kujibu maombi yako. Lakini Mungu ambaye tunamwamini akiumbika yeye ndani ya mtu, akisha umbika ndani ya mtu, akisha tengenezeka kabisa, akawepo ndani ya, na huyo mtu manake yeye akiumbika ndani, nimekuambia hivi, ulimwengu wa roho unaamua muonekano wako wa nje. Mmenisikia watu wa Mungu? Manake Kristo anapoumbika ndani, hilo ni swala la rohoni. Amen. Ni swala la nini? La rohoni. Sasa akishaumbika ndani yako, manake matokeo ya maisha yako nje ndio yatazungumza kwamba huyu mtu ana Yesu. Ndiyo maana ya Kristo kuumbika ndani ya mtu. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nataka nikuambie hivi, ukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 13, Biblia inasema hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Sema hata sisi sote, hata sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani. Umoja wa nini? Manake Kristo kama akiumbika kwa kila mmoja aliye ndani ya nyumba ya Mungu, kwa kila mmoja aliyeokoka, kuna kitu kinachoitwa umoja wa imani. Manake kumbe hata kiwango cha kuamini kwetu kinatakiwa kifanane, kwa sababu yule aliye ndani yangu ndo aliye ndani yako. Kwa manake hata mimi nikiwa naamini yote yanawezekana, na wewe uliyepo huko unataka uamini kwamba yote yanawezekana, kwa sababu unaitwa umoja wa nini? Wa imani. Hata sisi sote tutakapoifikia umoja wa imani, sema na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mkamilifu, hata kufikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kufikia cheo cha nini? Cheo cha nini? Cha kimo. Kuna cheo kinachoitwa cha kimo. Unaweza kuwa umeokoka lakini hauna cheo. Kwenye ulimwengu wa roho hauna cheo. Cheo ni nafasi. Umeelewa? Nimekuambia vazi ni nini? Ni nafasi. Kwa vazi hilo analokuvisha Kristo, ambalo linaitwa vazi la Kristo, hicho ndio cheo chako. Manake ukivaa vazi la Kristo na ameumbika ndani yako, kile cheo unapokiheshimu, unapokitunza, ndio pale unapoamuru vitu kwenye ulimwengu wa roho vinatokea. Ishu sio kuyakariri maandiko. Mnisikilize watu wa Mungu. Unaweza ukasoma andiko ukasema hivi, litakalofungwa duniani litafungwa na mbinguni, na ukasema litakalofunguliwa duniani litafunguliwa na mbinguni, na kisitokee chochote. Manake kinachosababisha neno litende kazi ni Kristo ameumbika kwa kiwango gani ndani yako. Hicho ndo kinaachilia neno linafanya kazi. Lakini kama Kristo hajaumbika, maana yake wewe hauna cheo. Bwana asifiwe. Hauna nini? Uweze kuokoka kama mtu akubandikiwa mikono kila siku. Never. Ukiokoka Kristo akiumbika. Sasa kama hivi Yesu amekufunika, amekuwa vazi, umemvaa Kristo, yupo ndani yako, maana yake kuna wakati utasema vitu vitatokea tu, kwa sababu amesema Kristo. Ndio maana Biblia inasema sisi ni kinywa cha Bwana. Maana yake ni kwamba Yesu alipokuwa duniani alivaa mwili. Mnanisikia watu wa Mungu? Alivaa kitu gani? Maana yake alizungumza yeye kwa kuvaa mwili. Leo hii Yesu yupo duniani, anatenda kazi kupitia sisi tuliokoka. Maana yake bado Yesu amevaa mwili kupitia wewe na mimi. Kwa hili mambo yatokee, lazima huyo aliyekuja duniani akavaa mwili, lazima uhakikishe umemvaa, na ukisha mvaa uhakikishe kwamba yupo ndani yako. Akisha kuwa ndani yako, maana yake ni kwamba kupitia wewe Kristo au Yesu Kristo anatenda kazi hapa duniani. Wengi tumeokoka lakini ndani hatuna Kristo. Yaani
hatendi kazi kwetu. Wewe ni chombo cha Bwana. Tunapojifunza kwa habari ya vyombo vya udongo, kuna vyombo vya thamani. Maana yake ni hivi, Mungu amekuokoa kwa sababu anataka kutumie. Yoyote aliyeokoka ni mtumishi wa Mungu. Yoyote aliyeokoka. Tukisema mtumishi wa Mungu ni mchungaji, maana yake ni hivi, wengine wote mliobaki ni wa shetani. Si ndo maana yake? Si ndo tukisema mtumishi wa Mungu ni mchungaji peke yake, maana yake ninyi wote huko ni watumishi wa nani? Maana yake yoyote aliyeokoka, Mungu ana kusudi la kumfanya kuwa chombo. Kwa wewe kuwa chombo ndiko kunakokupa sifa ya kuitwa mtumishi. Na nisikia watu wa Mungu. Kwa hiyo nataka niwaambie hivi, akiumbika Yesu ndani yako kwa utimilifu, kwa ukamilifu, maana yake wewe umevaa cheo. Hicho cheo sasa ulichokivaa kinachoitwa cheo cha kimo. Cheo cha kimo, yani ni cheo ambacho alikuwa nacho Kristo mwenyewe, unapewa wewe. Ukisoma Biblia inamzungumzia Yesu kama kuhani mkuu. Maana yake ukisoma neno la Mungu linatuzungumzia sisi kama makuhani. Maana yake Yesu ni kuhani na sisi ni nini? Ni makuhani. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho Yesu ana uwezo wa kuamuru vitu, na kwenye ulimwengu wa roho na sisi tuna uwezo wa kuamuru vitu kwa sababu Yesu yupo ndani yetu. Maana yake sisi tunapoamuru ni Yesu amefanya nini? Ameamuru. Ukiheshimu vazi la Yesu Kristo, ukautunza vizuri utakatifu wako, nataka nikwambie utakuwa na ulinzi. Hata kama hujaomba Mungu nilinde, malaika watakuzunguka tu. Malaika watakuzunguka. Vile vitu ambavyo watu wanashindwa, utashangaa unaweza. Manake kwa nini tunakuwa na maombi mengi ya wasiwasi? Nakemea, navunja hii roho. Ni kwa sababu Kristo hajaumbika. Yani Yesu akiumbika, yeye alishazivunja. Yani pale msalabani alimaliza kila kitu. Manake yule akiwa ndani, akishakaa ndani yako, manake kila kitu kwenye maisha yako kinaisha. Lakini haina maana kwamba hutapambana. Yesu mwenyewe alipambana, alishindana. Alikuwa ni Yesu. Biblia inasema akashuka kuzimu, sawa? Aliposhuka kuzimu akapigana vita kule kuzimu, akamnyang'anya. Unajua neno kunyang'anya manake kulikuwa na mashindano. Uwezo kumnyang'anya mtu anayekupa. Sio kwamba wakati Yesu ameshuka kuzimu, alipofika pale shetani akamwambia wewe ndio Yesu. Kwa sababu wewe ndio Yesu, sasa Yesu, chukua funguo hizi hapa za uzima na mauti, kamata. Biblia inasema alimnyang'anya. Manake shetani naye alikuwa anaficha, anasema ya kwangu. Yesu anamwambia leta hapa, leta hapa. Nanielewa? Huwezi jua mambo haya bwana. Unaona tunavyopigana mwilini, usikute zilipangwa namna hii. Akapigwa kule shetani moja ya kichwa. Yaani kuna muda nafumba macho kama namuona. Nasema Mungu nisaidie nichungulie ile vita, ulinyang'anyaje? Natengeneza kapicha kafunguo pale. Akachukua. Alipochukua, unajua ngoja niwaambie, ukija kwenye Agano Jipya. Nimesema ukija kwenye Agano Jipya, hauoni mahali popote shetani anapoonekana duniani. Mnajua hilo? Shetani anaonekana duniani kwenye Agano la Kale. Wakati wa Ayubu shetani alionekana duniani. Anaulizwa umetoka wapi? Anasema nimetoka kujihuzulisha katikati ya wana wa Mungu. Manake kuna watu walikuwepo mahali wanaabudu na shetani akakaa katikati yao. Yaani kabla ya kifo cha Yesu msalabani, shetani alikuwa anazunguka hapa duniani. Ila baada aliponyang'anywa, unajua Yesu alichokifanya? Akamwambia dogo, utakaa huku chini shimoni. Akamfukia, akamfungia huko. Manake hapa tumebaki na vitu vidogo vidogo, vimapepo hivi, vinguvu hivyo ndo tumebaki navyo. Kwa sababu aliona hivyo ni saizi yetu. Lakini ile saizi ya kwake, ile Mungu alisha iroki. Na nisikia watu wa Mungu, wewe wala usihangaike sisi nataka kumuona shetani wa kazi gani. Na nisikia watu wa Mungu, wewe ushuke kuzimu, ni yule amefungiwa. Sasa tumeachiwa, Yesu akatuachia saizi yetu. Yaani hivi mapepo, wachawi, waganga, hivi ameona ni saizi yetu. Lakini kile ambacho sio saizi yetu alisha kifungia. Kwa shetani hayupo hapa duniani. Mnanisikia? Manake waliopo hapa duniani ni wawakilishi wake. Na Yesu naye alipaa kwenda wapi? Alichokifanya na yeye akaacha wawakilishi ambao anasema ninyi ni mabarozi wa nani? Wa Kristo.
Manake vile ambavyo Mungu anawawakilishi sawa duniani, na shetani anawawakilishi wapi? Kwa hapa duniani. Nataka niwaambie hivi, shetani hayupo hapa, amefungiwa kuzimu. Na ndo maana atakapokuja mpinga Kristo, nisikilize kwa makini, atakuwa ni mtu, ila huyo mtu ambaye mpinga Kristo atapewa nguvu zote na shetani. Na ndo maana hata watu wakitaka kupanda vyeo leo sawa kwenye ulimwengu wao wanashuka wapi? Kuzimu, kule alikofungiwa. Ndo maana kuna kuzimu, amefungiwa kule. Sasa nataka nikwambie, Kristo alipotuumba sisi alituachia vita ambayo ni saizi yetu. Ndo maana nasema hivi, jaribu halimpati mtu kupita kiwango cha imani yake. Manake yote unayoyaona duniani ndo saizi yetu. Ukiona mchawi yupo, huyo ni saizi yako. Mungu anajua utamshinda, ndo maana yule ambaye alijua wewe huwezi kumshinda akampakisha kuzimu. Manake tayari Yesu alituandalia barabara ya sisi kushinda. Ngoja niwaambie, kwenye Agano Jipya pale sawa kuna mahali ambapo Yesu anazungumza na nani? Anazungumza na nani? Nasema Agano Jipya sio kwa maana ya vitabu vilivyopangiliwa kwenye Biblia, sawa Ninasema Agano Jipya kwa maana baada ya damu kumwagika wapi? Msalabani. Ndipo agano letu linapoanzia. Ilipomwagika damu ya Kristo msalabani, ndo Agano Jipya hilo. Sasa Yesu yeye alikuwa katikati ya Agano Jipya na Agano la Kale. Akiwa pale katikati ya Agano Jipya na Agano la Kale, ametoka siku 40 kufunga. Shetani anamtokea kwa sababu alikuwepo duniani. Ila sasa hivi nataka nikwambie hivi, alichotuachia Yesu tupambane nacho ni saizi yetu kabisa. Ila hakiwezi kuwa saizi yako mpaka umemvaa Kristo, mpaka amekaa ndani. Manake hata nguvu ya giza ukiona inakuonea, manake ndani kuna tatizo, kuna mahali Yesu hajaumbika. Sasa ukiona inasema mpaka Kristo aumbike ndani yako, unaweza kashangaa kuna mwingine Kristo yupo ndani ni kucha, na nisikia mwingine ni unywele. Hata mtoto anapoanza vinakamilika viungo vyote kwa mwingine ameumbika kwa saizi fulani. Ninatoa mfano tu. Kwa Kristo kuumbika ndani inatakiwa akamilike, zile tabia zote alizokuwa nazo Yesu inatakiwa zionekane kwenye maisha yetu. Ndio anasema aniaminie mimi atatenda makuu kama niliyoyafanya na zaidi ya haya niliyoyafanya. Sio kwamba atatenda makuu kwa sababu ameamini, yeye anajua mfanyaji wa mambo hayo ni mimi mwenyewe. Kwa lugha nyingine Yesu anasema hivi, ninaendelea kutenda zaidi na zaidi kupitia ninyi, lakini nitakaa ndani yenu ninyi kwa sababu mwili wangu haupo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa Kristo akiumbika ndani yako, hakuna kinachoshindikana, hakipo. Wala hakuna maombi yasiyojibiwa, wala hakuna mikosi, hakuna laana, hakuna magonjwa ya adui, ili mradi tu ameumbika, amefanyika kwa upya. Jambo lingine ambalo nikwambie, Kristo akisha kuwa vazi, yeye akisha kuwa vazi kwenye maisha yako, anafanyika kuwa utukufu. Yani yeye anafanyika kuwa utukufu, akisha kuwa vazi. Manake ule utukufu alionao Yesu ukiisha mvaa, maana yake ni kwamba unahamia na ndani yako wewe. Maana yake ni kwamba na maisha yako ya nje yatakuwa yamejaa utukufu pia. Ukisoma Biblia kitabu cha Wakolosai ile sura ya 1 mstari wa 27, Biblia inasema Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Sema Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Tumaini la utukufu. Maana yake Kristo ameumbika ndani yetu. Huyu akiumbika ndani yetu anafanyika kuwa tumaini la nini? La utukufu. Mtu yoyote ambaye Kristo hajaumbika sawa sawa lazima akate tamaa. Ndio maana nasema tumaini la utukufu. Na maana yake ni hivi, hata kama tutapita na kusukwasukwa, hata kama kuna majaribu yatasimama, hata kama kuna magonjwa yatasimama,
Tukimfahamu Kristo na akiumbika ndani yetu, maana yake ndani yako kutakuwa na tumaini la uzima. Kuna mtu anaumwa anawaza kufa tu, ni kwa sababu hana tumaini la utukufu. Kuna mtu ambaye ana maisha magumu kiasi kwamba anajiona akiwa amezeeka. Bwana asifiwe. Akiwa amezeeka hapo anaendesha baskeli kwa sababu hana tumaini la nini? Bwana asifiwe. Ukiwa na tumaini la utukufu, kinazaliwa kitu kinachoitwa jicho la imani. Lile jicho la imani ndilo ambalo linakupa wewe kuyaona mambo ambayo hayajakuwako kana kwamba yapo. Bwana asifiwe. Manake mtu anaweza akawa amekaa hapa, anapea kabisa moja ya kiatu, na nielewa, lakini ukikaa unazungumza naye, anasema ninamwamini Bwana. Unamuuliza unamwamini Bwana kwenye nini? Anakwambia ninamwamini Bwana, nitajenga nyumba yangu, nitanunua gari langu zuri. Na mwingine unakuta anakutajia vitu vya thamani, lakini ukimwangalia katika hali ya sasa yawezekana amechakaa. Ukimwangalia katika hali ya sasa yawezekana ni mtu asiye na kitu, lakini kwa sababu analo tumaini na Kristo ameumbika ndani, maana yake yeye anaitwa tumaini la utukufu. Akikaa ndani ndiye anayekupa macho ya kuyaona maisha yako ya kesho na baraka yako ya kesho. Maana yake yeye asipokuwepo ndani, kama ni ugonjwa utaendelea kuona umesimama, maana yake utaendelea kujua. Mfano, unaumwa leo, mtu asiye na tumaini la utukufu sasa anaumwa leo, akijiona mwakani anajiona amekonda. Na nisikia akijiona mwaka ujao anajiona ameenda kwa shangazi kuomba chakula. Lakini aliye na tumaini akiangalia maisha yake hata ya kesho asubuhi hawezi kuona udhaifu, kwa sababu ameumbika ndani. Manake vile anavyoona Yesu ndivyo ambavyo na mtoto wa Mungu anatakiwa kuona. Kama Yesu angetumia haya macho ya mwilini auone msalaba, aone anavyogongelewa misumari, maana alikuwa anajua. Angalie tu vile Yuda anavyomsaliti, alikuwa anajua Yuda atanisaliti. Angalie kwamba Petro atanikana. Angeangalia yale mateso, kama asingekuwa na lile jicho la kuona utukufu, maana yake ni kwamba angeweza kukwepa. Kama nyakati za kukamatwa kwa Yesu, aliweza sikio ambalo limekatwa akalibandika akalirudisha na mtu akapona, maana yake ni kwamba kwa miujiza hiyo alikuwa anaweza akakwepa. Lakini kwa sababu alikuwa na jicho la kuona ule utukufu ulio mbele, ilimbidi avumilie mateso. Ukiuona utukufu unaokuja mbele yako, hautakubali kumwacha Yesu hata katikati ya majaribu. Hauwezi ukakubali. Wengi wameacha kwa sababu hawaoni. Kazi ya shetani ni kuhakikisha tunakata tamaa. Kazi ya shetani ni kuhakikisha kwamba ile baraka ya Mungu kwenye maisha yetu hatuifikia. Hakuna baraka, unisikilize mtu wa Mungu, utakayoipata hujapambana, haipo. Chochote unachotaka kukipata kina vita yake. Ulipofika wakati wana wa Israeli kutoka utumwani wa kutoka kwa urahisi, Biblia inasema hivi, kwanza waliongezewa makazi, yakawa mateso yaliongezeka kwa sababu ile miaka ya kuishi utumwani ilikuwa imeisha. Lakini hata wanapotaka kuondoka ili wachomoke sasa, unaona bado jeshi la Farao linakuja. Na shetani akigundua kuna mahali unataka kuchomoka, ataanza kukufuatilia. Anaanza anatuma jeshi likufuate, anatuma mapepo ya kufuatilia, kwa sababu anajua ile saa utakayogeuka kumwacha Yesu amekunyang'anya baraka. Kwa ili usinyang'anywe baraka, hata kuwe na moto mkali, hata kuwe na vita kali, hata ni afadhali ukalala njaa kuliko kumwacha Yesu. Ni afadhali. Na nisikia watu wa Mungu, nasema ni afadhali, kwa sababu kile chakula cha siku moja kilipoteza baraka yote kwa sababu ya dengu tu. Baraka yote alipoteza. Unaweza ukaupoteza uokovu kwa shilingi 10,000. Uokovu. Kuna watu wameuza uokovu. Kuna watu wamemuuza Yesu. Ninyi mnamshangaa Yuda, kwamba Yuda mbona alikuwa pamoja na Yesu kwa vipande 30 tu vya fedha, Yuda akaenda kumsaliti Yesu. Lakini hatujiulizi ni mambo mangapi ambayo tumeyafanya kwenye maisha yetu tumemsaliti. Na Biblia inasema hivi, Yuda alipomsaliti Yesu, wakati wanakuja kumkamata, Biblia inasema Yuda akaenda akambusu Yesu.
Alafu Yesu akamuuliza, Yuda, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumpiga busu na vipande vya fedha? Manake kuna wakati tunamsaliti Yesu, lakini ukija mbele za Bwana unasema Yesu nakupenda. Umekuja kanisani unaimba nakupenda, nakupenda, nakupenda Yesu. Si unamwambia Yesu? Ukiimba si unamwambia? Lakini ina maana sana kama utaimba wimbo na ndani yako tabia na mwenendo vinaonyesha upendo. Upendo kwa Yesu sio kumwambia. Kwa lugha nyingine alimwambia Yuda, pamoja na kunibusu haujanipenda. Pamoja na kunibusu. Manake kitendo cha Yuda kumbusu Yesu alikuwa anamuonyesha kwamba anampenda. Nimefanya hivi lakini Mungu nakupenda, nilikuwa sina chakula. Nimefanya hivi lakini Mungu nakupenda, hukunipa niliomba. Lakini mimi nakupenda. Mungu apendwe namna hiyo. Anaumbika ndani, tunaishi kama yeye, na matokeo ya maisha yetu yanatakiwa yafanane na yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie hivi, Kristo, andika hivi, Kristo akiumbika, Kristo akiwa vazi, ninahifadhiwa na kufunikwa. Kristo akiwa vazi, ninahifadhiwa na kufunikwa. Kristo akiwa vazi, ninahifadhiwa na kufunikwa. Manake Yesu Kristo akiwa vazi lako, jambo la kwanza utahifadhiwa. Hata kama utatokea ugonjwa unapiga taifa la Tanzania, hata kama vitatokea vita, unisikilize mtu wa Mungu nachokwambia, hata kama vitokee vita, watu wanakufa kwa risasi, watu wanakufa kwa magonjwa, watu wanakufa kwa njaa, wewe akisha kuwa vazi, manake ni kwamba hata katika nyakati hizo ngumu yeye bado atakuhifadhi. Atakuhifadhi tu. Kwa sababu gani? Yeye ni vazi. Yesu uliyemwamini hapigwi risasi. Yesu uliyemwamini hafi. Yesu uliyemwamini, nataka nikwambie, yeye hauui. Manake ni kwamba akisha kuwa vazi, hata kama dunia itapita kwenye kipindi kigumu, hata kama kweli utaona machungu ya jaribu, hata kama utaona machungu ya vita, nataka nikwambie hivi, bado Mungu wale walio wake huwalinda hata katikati ya vita. Kuna siku itatokea. Bwana asifiwe. Nimesema kuna siku itatokea. Hatujui ni lini, lakini itatokea. Itatokea siku ambayo utamwona mtu kule utakimbia, kwa sababu utakapomwona utahisi wewe unataka kuniua. Yaani ukienda kwenye nchi za watu wengine, ngoja niwaambie hivi, hawaaminiani. Mnanisikia watu wa Mungu? Kwa sababu unakuta kuna mtu amevaa nguo nzuri lakini ndani ana bomu. Kwa muda wote na saa yote anajilipua, unakufa naye. Kwa yawezekana hii neema si tulionayo ya kukutana hii, tunazungumza hata mtu mjui akikusimamisha unamsikiliza, bali sasa hizi nzuri, wewe ni mtu wa wapi wa same fulani, mnakuwa marafiki kabisa. Kuna nchi ambazo watu hawawezi kuwa marafiki, wanaogopana. Sasa ukitaka maisha yako yahifadhiwe katika nyakati ambazo Mungu ameshusha upanga au ameruhusu upanga, ukitaka maisha yako yahifadhiwe kwenye hizo nyakati, lazima umvae Kristo sasa kama vazi. Wakati wa vita sio wakati wa kujiandaa. Tunajiandaa kabla ya vita. Kabla ya vita unajiandaa. Jiandae kabla hapajachafuka. Pakichafuka hutaweza kujiandaa, utatangatanga. Kuna tofauti ya kutangatanga na kujiandaa. Mnanisikia watu wa Mungu? Ombea maisha yako, ombea uhai wako. Sema, Mungu, hata kama damu itamwagika kwenye nchi hii, damu yangu isimwagike, wala ya watoto wangu. Mwambie Mungu, damu yangu isifanye nini? Isimwagike. Lakini kuna siku tu. Bwana asifiwe. Nimesema kuna nini? Kuna siku. Kuna nchi ambazo watu hawazikani, wanaokotwa tu kama viroba, vinaokotwa hapo, vinaenda kuwekwa kwenye shimo moja, watu wamekufa. Bwana asifiwe. Sasa zikifika nyakati kama hizo, kama hujamvaa Yesu hautakuwa na ulinzi.
Mnanisikia watu wa Mungu? Hautakuwa na ulinzi. Ukimvaa Yesu yanaweza katokea machafuko kote. Mnanisikia? Hata kwenye taifa yametokea machafuko kote, ila zile sehemu mlizopanga watakatifu yasitokee, kwa sababu Yesu yupo, anazuia vita isikufikie, anazuia ile dhoruba isikufikie. Manake yoyote aliyemvaa Kristo anafunikwa, analindwa, yoyote aliyemvaa Kristo. Lakini yoyote asiyemvaa Kristo, manake huyo hawezi kulindwa wala hawezi kuhifadhiwa. Na ndio maana ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi ile sura ya 32 mstari wa 7, Biblia inasema, wewe usitala yangu, utanihifadhi na tabu, utanizunguka kwa nyimbo za uokovu. Sema, Bwana ni sitala yangu, Bwana ni sitala yangu, atanihifadhi na tabu, atanizunguka na nyimbo za uokovu. Kumbe aliyemvaa Kristo kama vazi amezungukwa na nyimbo za nini? Manake anasema manake tabu inaweza ikatokea. Ikitokea leo vita kwenye hii nchi, machungu ya vita kila mtu atayapata. Na nisikia watu wa Mungu, hata kama hautakufa, lakini cha moto lazima utafanya nini? Utakiona, kwa sababu kuna vita. Muda wa vita watu hawaendi shambani. Mnanisikia? Muda wa vita hakuna biashara. Manake utaenda sokoni kukiwa na vita, hakutakuwa na mtu aliyefungua, kwa sababu mizigo inatoka wapi? Dar es Salaam. Mnanielewa? Kukiwa na vita Dar es Salaam, huku mizigo inakuja. Haya, magari yanayosafirisha vyakula manake fuso zinanunuliwa, bandari ipo wapi? Haya, yalipeleka huko, chakula yamekwama. Manake hata mzunguko wa fedha unafanya nini? Manake likitokea tatizo la kitaifa, ni kweli utapata tabu, lakini Biblia inasema yeye anahifadhi mtu wake wakati wa nini? Wa tabu. Manake pamoja na tabu, yeye atakuhifadhi, atakulinda, atakuponya. Hapo anasema utanizunguka na nyimbo za uokovu. Manake katika ule wakati ambao watu wamekata tamaa, wewe ndani yako utakuwa unasikia tu, imbeni malaika sifa za Yesu Bwana. Wanasema tumesikia mbiu, Yesu Roho aponya. Manake utakuwa unaimba nyimbo za washindi tu, lakini kuna tabu, kuna shida. Kwa usije ukamshangaa mtu ambaye anajaribu alafu anapita tu na tenzi, Bwana usehemu yangu. Lakini ukiangalia amekabwa kweli kweli, unasema huyu naye anasema Bwana ni sehemu yangu. Yupo wapi? Hiyo sehemu iko wapi? Lakini nataka nikwambie, mambo ya rohoni yamesitirika kuliko vile ambavyo unafikiri. Yakifunuliwa, manake Mungu anataka uyaelewe. Na wanasema nyimbo zile za uokovu, unaimbaga nini wewe ukiwa kwenye jaribu? Unaimbaga nini? Nimechoka Yesu, urudi haraka. Bwana asifiwe. Yaani watu ambao Yesu ameumbika wanaimba nyimbo za nini? Za uokovu. Yesu anasema utanizunguka kwa nyimbo za uokovu. Manake mtu ambaye Kristo ameumbika ndani, hata nyimbo anazoimba ni zile za ushindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani unapita kwenye jaribu afu unaimba unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Unaweza Bwana. Sasa angalia mtu ambaye Yesu hajaumbika ndani. Mtu ambaye Yesu hajaumbika ndani ana nyimbo zake, ana nyimbo zake, ana vibao vyake. Unakuta mtu ameokoka. Niseme labda okay, nitoe mfano huu. Siku moja tukawa tumepata shida fulani na rafiki yangu mmoja. Ni shida tu na wote tumeokoka. Sasa wakati tumepata ile shida, tukajadili tukasema kwa kweli
hapa kwa kweli hatuoni majibu. Jioni akaja tu na kibao kwa sauti. Amesahau kwamba ameokoka, amesahau. Amekuja tu, wanaume tumeumbwa mateso, mateso kuhangaika. Sasa na akaanza anarudia tena. Baadaye nikamwambia, jamaa wangu vipi? Leo umekuja na wimbo gani jamaa wangu? Akasema, wanaume tumeumbwa mateso na kupambana na hayatakuacha. Si umesema umeumbwa kwa mateso? Sisi hatujaumbwa kwa mateso, tumeumbwa kama vyombo vitakatifu, tumeumbwa kama vyombo vya Bwana, tumeumbwa katika namna ambayo tumebarikiwa kwa baraka za rohoni na baraka za mwilini. Biblia inasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko mungu wa dunia hii. Yupo ndani. Manake yule akiwa ndani, aina ya nyimbo zitakazokuja ni zile ambazo zinakupeleka kwenye imani ya ushindi. Bwana asifiwe. Hebu sema ukweli. Uliimba wimbo gani wakati wa jaribu? Nimekukimbilia ewe Bwana Yesu, nipe uvumilivu. Maisha yangu yapo mashakani. Hizo mtu akiimba mpaka analia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, waliomkimbilia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Maana yake jaribu litakuwepo, lakini hawafanyi nini? Kuwa makini unaimba nini wewe. Sio kila mwimbaji wa injili ameimba wimbo unaokufaa wewe kukuvusha. Kuna nyimbo hazikuvusha. Sasa umeishaimba kupe uvumilivu, si ndio maombi? Maana yake jaribu liendelee na uvumilivu uendelee kuwa nao, kwa usilalamike. Umenielewa vizuri? Usilalamike. Chukua sawa sawa na maombi yako. Beba sawa sawa na maneno yako. Si umemkimbilia kupe uvumilivu? Mwingine akaimba tu, tufani inapovuma sana moyoni mwangu, uona pa kujificha mikononi mwa Mungu. Alafu kuna kitu pale anasema pengine kuna tabu yanisogeza kwake. Ninaijua si hasira, ni ya mapenzi yake. Manake huyu Kristo ameumbika. Alijua kwamba jaribu linaweza likawa ni mapenzi ya nani? Ya Mungu. Yaani alijua, alifahamu. Lazima ujue kitu gani chatokana na Mungu na kitu gani chatokana na shetani. Ukijua, hautachezewa kwenye maisha yako wala hautasumbuliwa kwenye maisha yako. Manake ukimvaa Kristo kama vazi lako, utazungukwa na nyimbo za nini? Za uokovu. Manake hata utasikia wewe unaimba nyimbo za duniani. Zinaitwa nyimbo za nini kwenye Biblia? Nyimbo za nini unazungukwa nazo? Sio nyimbo za watu fulani fulani ambao wamfahamu Kristo. Bwana asifiwe. Unakuta, natoa mfano tu. Natoa mfano. Mtu ameokoka, si ndio? Nimesema mtu ameokoka, amekazana nani kama mama? Wewe, kuna wakufanana na Yesu? Mama anakufa naoza na maisha yako anafanya nini? Yanaendelea, lakini hakuna wakufanana. Yaani mpe Mungu utukufu. Nyimbo za uokovu zinampa Mungu nini? Utukufu. Wewe unafumba macho, unaanza kukumbuka mlipokuwa mnakula ugali na mama yako, sasa hivi unakula pilau ndo unafumba macho nani kama mama. Imekusaidia nini? Na nisikia tu wa Mungu, kuna vitu tusipokuwa makini tunamruhusu shetani ndani yetu. Manake tunapoteza utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Sijasema usimthamini mama au baba, lakini usimpe utukufu wa nani? Wa Mungu. Ukishauliza nani kama mama, mimi nikikwambia ni Yesu utaniambiaje? Au nikikwambia Yesu afanani na mama utaniambiaje? Na ukisema nani kama mama, mimi nikisema hakuna kufanana na mama, maana yake mama amezidi nani? Mungu. Sasa nenda kwa mama yako, mwambie akuponye. Na nisikia watu wa Mungu, tabia ukifanana na Yesu. Ukiona Yesu anasema hivi, mje niwaambie, kuna mambo tumeyachukua kama ya kawaida, si ndio? Ukiona Yesu anasema hivi, mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaolisikia neno la nani? La Mungu. Lakini Yesu huyo alipokuwa anakufa, anamwagiza mtu muangalie mama. Maana yake alijali, lakini alijua kipi ni utukufu wa Mungu. Yaani alitenganisha kati ya Mungu na mwanadamu, alijua.
Manake hakuacha kufanya aliyo ya Mungu kwa sababu kuna wazazi pale wanamsubiri. Hakuacha Yesu. Hiyo lakini Yesu wakati anakata roho, moja ya ujumbe wake alisema kwamba muangalie nani? Mama. Lakini manake ndani ya moyo wake alimpenda mama yake. Si aliingia tumboni mwa Mariamu ukazaliwa mwili. Mnanielewa? Akabadilika kawa mwili. Manake katika namna ya mwilini yeye bado alimpenda nani? Mama. Ndio maana anatoa maagizo muangalie. Lakini alipoambiwa anakusubiri huko nje, mama yako anakusubiri huko nje, nyinyi mnapajua ni wapi? Mnapajua nje? Siku moja mchungaji wangu akaniambiaje, Airini leo ametoa jibu kama lile nililotoaga wakati fulani. Akaniuliza mchungaji wangu, unaona nini mbele yako? Mimi nilipoangalia mbele nikawa naona kibanda. Nikamwambia ninaona kibanda. Akanifanyia Bwana asifiwe. Kuna watu wako nje, hawapo ndani ya neema, hata kama ni ndugu. Unanielewa? Ikifika mahali kwamba hiki kinafarakana na Bwana, maana yake usikifuate. Tunawaheshimu watu pale ambapo wana hawazofishi imani yetu kwa Mungu. Ni sasa mimi nimeokoka leo. Sasa nimeokoka, baba ananituma pombe. Sawa Naenda siendi? Naenda siendi, semeni kweli. Naenda siendi? Siwasikii. Wengine wanasema naenda, wengine wanasema sifanyi nini. Ole wake ampaye mtu ukisimamia imani. Unanielewa? Kitu chochote ambacho ni dhambi haushiriki, ndio kusimamia imani. Nataka niwaambie hivi, hata sherehe ikiwa na pombe we uruhusiwi. Hata kama unywi ufanye nini? Niangalie hapa. Nimesema ufanye nini? Nimesema ufanye nini? Hata kama ni rafiki yako, hayo mambo ya ulevi ni ya nje, sio ya ndani. Mnanielewa? Mnaniangalia kwa sababu mnaendaga na mnachangia. Mama mnaniangalia mnaendaga. Hauruhusiwi. Kisha okoka hivyo vitu ni vya nje. Ndio maana anasema anapoambiwa mama yako na ndugu zako wako nje wanakusubiri, anasema mama yangu na ndugu zangu ni wale wanaosikia neno la Mungu. Manake wale walikuwa wapo nje, itakiwa wawe ndani. Mtu yote aliyetoka nje ya imani, kama atakwambia jambo linalokutoa nje, manake huyo usimsikilize. Yule anayekwambia jambo lisiloharibu imani yako, huyo ndo ndugu yako. Na nisikia watu wa Mungu, baraka ya mtu haijabebwa na vitu unavyoviona kwa macho. Imebebwa na vitu ambavyo vipo rohoni. Na nisikia, na hivyo vilivyo rohoni vina thamani kuliko vinavyoonekana wapi? Mwilini. Niwaambie, kwa Kristo akiwa vazi anakufunika na anakuhifadhi. Ukisoma Zaburi 91 mstari wa 4, Biblia inasema atakufunika kwa manyoya yake. Manyoya ni vazi. Nimekwambia vazi inaweza kutengenezwa kwa ngozi, kwa manyoya. Simewahi kuona kuna makoti yana manyoya, si ndio? Manake atakufunika kwa manyoya yake, chini ya mbawa zake utapata kimbilio, na uaminifu wake ni ngao na kigao. Sema atanifunika kwa manyoya yake. Nimekwambia Kristo akiumbika anakufunika. Kwa nini anakufunika? Yeye akiumbika ndani anaufunika mwili wako, kwa sababu ni nyumba yake amekaa. Hawezi kukubali wewe uharibike. Manake unapoharibika wewe, ni nyumba yake inaharibika. Anasema atakufunika kwa manyoya yake. Anasema chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Manake katika nyakati za shida, katika nyakati za tabu, katika nyakati za majaribu, kuna mahali pa kukimbilia, kwa sababu ameumbika. Ndio anasema utapata kimbilio. Kumbe kuna wakati tutakazopita kwenye maisha inatakiwa tuwe na makimbilio.
tuwe na mahali ambapo tutajificha, tutakaa hapo na tutoke salama. Ndio maana anasema atakufunika kwa manyoya yake. Maana yake utamvaa Yesu. Amefananishwa maana yake hapa huyu Yesu na manyoya. Maana yake ni vazi la manyoya linayafunika na kuyalinda maisha yako. Anasema uaminifu wake ni ngao. Biblia inasema Mungu ameikuza ahadi kuliko jina lake. Maana yake Mungu kile alichokiahidi anakitenda kwa uaminifu. Akisema kwamba nitajibu maombi, maana yake Mungu anajibu nini? Maombi. Uaminifu ni ngao. Ukisoma Isaya ile sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 6, Biblia inasema Bwana ataumba juu kila mahali pa mlima Sayuni, na juu ya makusanyiko yake wingu na moshi mchana, na mwangaza wa miali ya moto. Sema na mwangaza wa miali ya moto. Kwa maana juu ya yote huo utakuwa utukufu na kifuniko. Tunazungumza Yesu kama nini? Vazi. Tunazungumza Yesu akiumbika akiwa vazi, anakufunika. Anasema utukufu na kifuniko, nao utakuwa kama hema kwa uvuli wakati wa mchana, ili kuwahifadhi na hali ya jua. Sema kuwahifadhi na hali ya jua. Unajua linapozungumzia kutuhifadhi na hali ya jua, maana yake kutuhifadhi katika nyakati ngumu. Anasema na kwa mahali pa kukimbilia, na kwa maficho pasije mvua na dhoruba. Sema na kwa maficho pasije mvua na dhoruba. Maana yake lazima wewe Kristo, kumbe akiumbika ndani yako, akiwepo ndani yako, maana yake anakufunika. Maana yake zile nyakati ambazo kuna mabaya, Yesu atayazuia mabaya kwa sababu umemvaa kama vazi. Na ndio maana ukisoma ile Zaburi 104 mstari wa 4, Biblia inasema awafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Manake kumbe wewe unapokuwa mtumishi wa Mungu, wewe hapo nimekuambia ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Wewe uliokoka. Sasa sisi tuliokoka, anasema malaika wanakuwa pepo, lakini watumishi wake hao wanageuzwa kuwa miali ya moto. Manake Yesu akiumbika ndani, Yesu akiwepo ndani yako, manake ni kwamba wewe kwenye ulimwengu wa roho, wakitaka kukutafuta wewe, wanachoona ni miali ya nini? Ya moto, kwa sababu umefunikwa. Kwa nini wanaona miali ya moto? Ni kwa sababu Yesu yupo ndani. Jina la Yesu ni moto. Manake vile anavyokaa ndani, manake wewe kwenye ulimwengu wa roho unakuwa unatoa mioto tu. Manake shetani akija anakutana na moto. Na ndio maana ukisikiliza baadhi ya shuhuda, siku moja kuna ushuhuda mmoja wa mtu ambaye alikuwa mchawi. Sasa ikawa kila akienda kwenye nyumba ya mtu ambaye ameokoka, wakienda wamloge, wanakuta pale kuna kichaka tu kinawaka moto. Bwana asifiwe. Kichaka kinawaka nini? Wanaenda kumloga. Sasa leo unajiuliza, tumeokoka, hao wachawi wanaingiaje ndani? Siku hizi wanaroga mpaka kanisani, wameingiaje? Maana yake kuna shida katika kuumbika kwa Kristo ndani yetu. Kuna shida kwenye ukamilifu, kuna shida kwenye maisha ya utakatifu. Sasa anasema wakifika wanakuta tu kichaka, yani ile nyumba yote ile imegeuka kwa moto, kuna kichaka kinawaka moto. Inapofika asubuhi, wanasema ngoja tukaangalie. Wakienda asubuhi wanamkuta, kama siku nyingine wanamkuta anafagia uwanja, siku nyingine wanakuta kuna mtoto anacheza, lakini walipoenda usiku ni moto. Sasa kama haujalisoma neno, unaweza usielewe ule moto ni nini. Na nielewa, kumbe ule moto, huyu mtu manake katika kuishi kwake ndani ya ile nyumba, kwa sababu Yesu ameumbika ndani, manake ule mwili wake tulikuwa unatoa miali ya moto. Kwa wale wakija wakichungulia wanaona moto, wasijue ule moto ni mtu mwenyewe anayemtafuta. Na nisikia watu wa Mungu, kuna thamani wewe kutunza wokovu. Ipo thamani. Kuna thamani. Wengi wanafikiri wanautunza wokovu ili waende mbinguni tu. Kwanzia, ndio maana Yesu anasema duniani mara 100 na kisha uzima wa nini? Wa ile mara 100 zinazungumziwa baraka za afya,
baraka za uchumi, yani mule zinazungumziwa baraka za uzao, manake yanazungumziwa maisha marefu, ndo mara 100. Uzima wa milele yanazungumzia sa maisha ya mbinguni baada ya kumaliza hapa duniani. Kwa hapa duniani tunapaswa kuishi maisha mazuri, na mbinguni pia tufanye nini? Tuingie. Sasa angalia leo, shetani akikukamata unateseka duniani, sawa, utaenda kuteseka na jehanamu. Yani wewe ukisimama Nchale, ukikaa ni nini? Nchale, ukienda kushoto Nchale, ukienda kulia manake duniani uliteseka, sawa, na baada ya kufa unaenda kufanya nini? Sasa chagua uzima. Ukitaka usiteseke, uchague nini? Uzima. Shida ya watu wengi waliokoka wamekuwa wajinga. Yani moja ujinga walionao, yani akili yako hii, ngoja niwaambie, hii ufahamu ulionao, usipokombolewa ufahamu, usipoelewa neno kwenye ufahamu, maana yake hata kama Mungu amekubariki uweze kubarikiwa. Mnaniona ninachowaambia? Wewe kama unaamini ili niwe nimeokoka lazima niwe na maisha fulani ya taabu ndo uokovu, nataka nikuhakikishie hauwezi kubarikiwa. Unapookoka inataka uamini kwamba mimi nimebarikiwa na ninaitaka nione hii baraka rohoni, utabarikiwa. Lakini kama una asilimia fulani za kuamini, unajua, ngoja niwaambie, mama yangu siku moja tumekaa, akawa ananisimulia wakati wao mabinti, mama ambaye alikuja hapa, si mnamkumbuka Niye mliokuwepo. Akasema sisi tulipokuwa mabinti tumeokoka, wakati huo kuna nguvu ya Mungu, uwepo wa Mungu wanauona. Yani alikuwa akija mchungaji amevaa suruali na kiraka, walikuwa naamini huyu ndo ameokoka. Akija haina kiraka wanaona huyu hajafanya nini? Hajaokoka. Sasa unaona ufahamu wa namna hiyo Sasa anasema katika umri sasa wa utu uzima, manake anayatafakari yale maisha ya nyuma. Manake anakuja kugundua kwamba inawezekana kuna baraka walizizuia kwa sababu ndicho walichokuwa wanafanya nini? Wanaamini. Ukiamini kwamba ili uwe umeokoka lazima uwe mtu wa machozi, utatoa machozi, ni imani. Na mimi sikuzui, toa. Umenisikia mtu wa Mungu? Toa tu machozi, sikuzui. Wewe ukiona kuokoka ni mpaka wewe unalialia, umeonewa, umepigwa vibao na mume wako nyumbani, safi kabisa, endelea na kutia moyo. Endelea tu. Lakini na sisi tunaoamini kwamba tukiokoka lazima tukikaa na familia zetu tusmile, mtuache. Msiseme hatupo kiroho. Na nielewa? Yani kuna watu hapa maisha ni gwaride na ndio imani yao. Wao hawawezi hata kuongea polepole, kila kitu ana hasira na maisha. Ana hasira, yani mchungaji amemkasirikia, Mungu wewe umemkasirikia, ukoo wako umeukasirikia. Bwana asifiwe. Nataka nikuambie hivi, unachokiamini ndicho kitakachotokea. Amini kwamba mimi nimebarikiwa. Wewe amini tu. Muamini Mungu kwenye mambo yote. Usiwe na mtizamo yani wa vile ulivyo. Imani haipo katika macho ya nyama. Yani we ndani yako inatakiwa ujione ndani. Biblia imesema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Manake kama unaona wokovu ni mateso, manake utaishi maisha mateso kwenye wokovu wako wote. Bwana asifiwe. Mimi ninaamini wokovu ni raha. Hapo ni raha ajabu sijawahi kuona. Bwana asifiwe. Ni raha ajabu mimi sijawahi kuona. Yani wokovu ni raha. Mnielewa watu wa Mungu? Nimesema wokovu ni nini? Ni raha. Wokovu ni raha, ni raha, ni raha, ni raha mpaka hakuna majuto. Biblia inasema baraka ya Mungu haina nini? Majuto. Huu wokovu ni baraka. Kuwa na Yesu ni baraka. Maana usipomtunza unapishana na baraka yako. Tunza vazi lako la utakatifu. Litunze. Usiliache vazi lako la utakatifu likapotea. Kama unataka kuwa moto, shetani asikuguse, madhabahu za giza zisiguse, hakikisha unavaa vazi linaloitwa vazi la Kristo au vazi la Yesu. Livae, utembee nalo ndani yake. Lakini nimekuambia kutembea na hili vazi, kwenda sawa sawa na hili vazi, kuna yahitaji sana maisha ya nidhamu na utakatifu. Hakuna mtu asiye na nidhamu Mungu anaweza akatembea naye. Nidhamu ulionayo itasababisha Mungu atembee na wewe. Ndio maana ukisoma hiki kitabu cha
Wagalatia ile sura ya 2 mstari 20, Biblia inasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninaishi, bali Kristo yu ndani yangu. Sema nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Si mimi ninayeishi. Kumbe Kristo akiumbika ndani, yeye ndo anayeishi, sio wewe unaishi, ni yeye anaishi. Maana yake mambo ya wewe ya zamani aliisha kufa, anabaki kuwa yeye anaishi kwenye maisha yako. Ukisoma Warumi 6 mstari wa 6, Biblia inasema tukijua hayo ya kuwa utu wetu wa kale umesulubiwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Ukimvaa Kristo hautaki kutumikia dhambi. Ukimvaa Kristo hautumiki yale mambo ya zamani. Ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wakorintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 17, ambayo inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Maana yake kuna upya unatokea kwa sababu mtu amekaa ndani ya Kristo. Kuna upya unatokea kwa sababu mtu ameokoka. Kuna upya unatokea, maana yake huu upya unabadilisha mpaka maisha yako ya kiroho, maisha yako ya uchumi, maisha yako ya afya yanabadilika kwa sababu umekuwa mpya. Maana yake zile tabia za duniani zinakuwa hazipo tena kwenye maisha yako. Unaweza ukasimama. Nataka nikwambie hivi, tukiwa katika nyakati ambazo Yesu amekaribia kurudi sana, kazana kuhakikisha anaumbika. Saa tusiozani, wakati tusiozani, na muda tusiozani, Yesu atarudi. Kama hajaumbika ndani, hautakuwa na nguvu ya kupaa. Nataka nikupe ushuhuda mmoja. Nikiwa nimemaliza, nakupa ushuhuda afu tuombe. Simama, nataka usimame. Ni ushuhuda mfupi. Nikiwa nimemaliza form 6, wakati huo ndo imeanza ile program kwamba kila aliyemaliza lazima ataenda JKT. Basi na mimi nikawa nipo Tabora. Ule usiku ambao kesho ninaelekea, wakati huo nimeokoka. Na mimi nilikuwa naamini kabisa kwamba naenda mbinguni. Nimepata hii, pengine itakusaidia. Sasa nikaonyeshwa kwamba, kwa ufupi, nikaonyeshwa unyakuo umetokea. Wakati ile tukio la unyakuo limetokea, kwanza kabla halijatokea, tulikuwa mahali tunaabudu. Wakati tunaabudu, kuna watu nikaona wana utukufu wa Mungu na kuna watu wakawa hawana utukufu. Na mimi nikawa nakuja naona kule wanaimba wimbo mzuri. Ule wimbo kweli unanishawishi. Lakini nilipoingia ndani, ghafla kuna watu kama wakatwaliwa, wakawa hawapo. Wakati wale watu hawapo, ndani yangu nikasema, kumbe Yesu amerudi. Na mimi nikataka nijaribu kupaa. Wakati najaribu kuchukua ile hatua ya kusema nipae, wakati naendelea kujaribu, nikakuta kuna nguvu kubwa sana inanizuia, kama imenikandamiza kwamba uwezo kupaa. Nikaanza kulia sana kwenye ile ndoto. Nikalia sana kwenye ile ndoto. Baadaye nachotaka niseme ni nini? Wakati naendelea, baada ya kurudi, ni kitu ambacho kilinitesa niseme kwa muda mrefu. Baada ya kurudi, nikawa namuomba Mungu, nataka kujua kwa nini mimi nilionyeshwa kwamba sijaenda mbinguni. Nikakuta yale mambo niliyokuwa nayaona ya kawaida kabisa. Manake kuna wakati ambao niliona dhambi kama imekaa kwenye uzinzi. Mnanielewa? Kwa sababu mimi naona wanaotengwa kanisani ni wazinzi. Kwa hiyo nikajua kwa sababu nimeepuka uzinzi, haya mengine ni madogo madogo tu, Mungu anayaangalia. Yaani ana bargain. Nilikuwa naamini kutakuwa na bargain kule. Unanielewa hiyo lugha? Yaani tukifika pale atanambia,
wewe ukuzini, ulisema uongo tu siku moja, haya wewe ingia. Yaani ndo akili ilikuwa inaniambia hivyo. Kwa kuna mambo fulani kana yapuuza. Sasa nataka hivi, muunganiko wa kuisikia sauti, ulisikiliza hapa kwa makini, wa kuisikia ile sauti ya unyakuo itategemea kama Yesu ameumbika wapi ndani yako. Maana yake ni hivi, wewe utaisikia sauti kwa sababu yule aliye ndani yako amesikia nini? Sauti. Maana yake kama hayumo ndani, hautasikia sauti ya parapanda. Unaisikia mtu wa Mungu? Maana yake hautanyakuliwa. Atakayefanya uisikie sauti ni yeye, kwa sababu yupo ndani yako. Kwa hiyo unapomwomba Mungu, mwambie Mungu, ninataka maisha ambayo hata siku ukirudi mimi nitanyakuliwa, lakini ninataka maisha ambayo zinapoachiliwa baraka kwa watoto wa Mungu walioko duniani, mimi niwe mmoja ya watu ambao watapokea baraka. Sema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninakuja mbele zako Mwokozi, ninakuja mbele zako Mungu mwenye uweza. Inua mikono yako tuombe, maanisha. Sema, ninakuja mbele zako Yesu. Ninajua ya kwamba kuna siku ambayo parapanda italia na walio wako wataisikia. Nami Bwana ninataka ile siku parapanda itakapolia nisikie sauti yako, umbike ndani yangu ili nisikie sauti yako. Maana neno lako linasema, kondoo wako wanaijua sauti yako na wanaisikia sauti yako. Bwana, umbika ndani yangu ili siku ile utakapoita wateule wako duniani nami nikaitike, ikiwa nipo hai au nipo kaburini. Maana Bwana umesema ya kwamba hata makaburi yatawaachia walio wafu, hata bahari itawatema waliokufa. Yesu nisaidie, ikiwa unyakuo utanikuta nikiwa hai au nimekufa katika dunia hii, Bwana unisaidie nami niwe mmoja wao. Umbika ndani yangu kwa tabia, umbika ndani yangu kwa maisha ya uchaji, umbika ndani yangu kwa maisha ya uchaji. Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie, Yesu nisaidie. Nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana, ninahitaji msaada wako. Nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana, ninahitaji huo msaada wako. Nenda mbele za Mungu, omba mbele za Bwana, mwambie Mwokozi, ninahitaji msaada wako. Hakika siwezi bila wewe. Usipoumbika ndani yangu sitaweza chochote. Usipoumbika ndani yangu sitaweza chochote. Ukiumbika ndani yangu nitashinda. Ukiumbika ndani yangu nitaweza. Paza sauti yako kwa Bwana, mwambie Bwana, umbika ndani yangu. Mwambie Bwana, uumbike ndani yangu. Mwambie Bwana, uumbike ndani yangu. Mwambie Yesu, uumbike ndani yangu. Mwambie Bwana, uumbike ndani yangu. Mwambie Mwokozi, ukaumbike ndani yangu, ukaumbike ndani yangu. Mwokozi wa ulimwengu, ukaumbike ndani yangu. Tengeneza Bwana, ninataka kusikia sauti yako. Ninataka nisikie sauti ya parapanda. Yesu, ukaumbike ndani yangu. Mwokozi, ukaumbike ndani yangu. Jehova, ukaumbike ndani yangu. Ukaumbike ndani yangu Bwana, ukaumbike ndani yangu Yesu.
ukaumbike ndani yangu e Mwokozi, ukaumbike ndani yangu e Jehova, ukaumbike ndani yangu. Nitengeneze Bwana, nitengeneze mfinyanzi, nitengeneze Mwokozi, nitengeneze Jehova, nitengeneze Bwana, nitengeneze Yesu, Yesu nitengeneze, Yesu nitengeneze, Yesu nitengeneze, nitengeneze Bwana, Yesu nitengeneze. Roho Mtakatifu Olie mfinyanzi, tengenezeka ndani yangu, tengenezeka ndani yangu. Ninakuomba Mungu mwenye nguvu, nitengeneze Bwana wa ulimwengu, nitengeneze Mwokozi, Kalvari kwa ajili yangu, nitengeneze Bwana, ukatengeneze, tengeneza maisha yangu, finyanga Mwokozi, tengeneza hatima yangu, finyanzi, Bwana, tengeneza njia zangu, tengeneza mwenendo wangu, nitengeneze Yesu, nitengeneze Bwana, nitengeneze Yesu, tengeneza, tengeneza roho wangu, tengeneza ya roho yangu, tengeneza hatima yangu, ukaachilie baraka yako, tengeneza tabia zangu. Unapobariki wengine Bwana unibariki nami, unapobariki watakatifu wako walio duniani Yesu usinisahau. Unapobariki wengine Yesu unibariki nami. Nena mbele za Bwana, mwambie Bwana, unapobariki maisha ya wengine ukanibariki na mimi. Mwambie Bwana, unapobariki uzao wa watu wengine ukanibariki na mimi. Mwambie Bwana, unapobariki uchumi wa watu wengine ukanibariki. Yesu nibariki, nibariki Bwana, unibariki Bwana pamoja na uzao wangu, unibariki Bwana pamoja na familia yangu, unibariki Bwana pamoja na ndugu zangu, unibariki Bwana pamoja na watoto wako. Unapoachilia baraka, baraka yako situpite. Unapoachilia uzima, uzima wako situpite. Usitupite Bwana, usitupite Yesu, usitupite Mwokozi, usitupite Jehova, usitupite Baba, usitupite Yesu, usitupite Bwana, usitupite Yesu, usitupite Bwana, usitupite Yesu. Unapobariki wengine unibariki na mimi, unapoinua wengine uniinue na mimi. Inua watoto wako, inua watu wako, inua kanisa lako. Yesu inua watakatifu wako. Yesu inua watoto wako. Yesu inua, inua Bwana, inua Bwana, inua Mwokozi, inua Jehova. Yesu inua, Yesu inua, Yesu inua, Yesu inua. Inua kanisa lako, inua watoto wako, inua wateule wako. Asiwepo yeyote atakayeonewa na umaskini, asiwepo yeyote atakayeonewa na utasa, asiwepo yeyote atakayeonewa na magonjwa, asiwepo yeyote atakayeonewa na nguvu za giza, asiwepo yeyote atakayeteswa na kuzimu. Maisha yaliyokandamizwa Yesu kayainue, maisha yaliyokandamizwa Yesu kayainue, ukayainue Baba, ukayainue Yesu, ukayainue Mwokozi, ukayainue Jehova. Inua maisha ya watoto wako, inua maisha ya watu wako, inua maisha ya kanisa lako.
Yesu umbika, nikumbuke, uliye utukufu wetu. Yesu umbika, uliye utukufu wetu. Yesu umbika, Baba umbika, uliye utukufu wetu. Ukaumbike Bwana. Ole Mungu wa Isaka, ole Mungu wa Ibrahimu, ole Mungu wa Yakobo. Umbika Bwana, umbika Yesu, umbika Baba, umbika ndani yetu, umbika Baba, umbika Bwana. Tengeneza moyo, tengeneza Bwana, tengeneza njia zetu, tengeneza maisha yetu. Ukatuinue Bwana, ukatuinue Bwana. Umesema ya kwamba wewe ndiye Mungu utupaye nguvu ya kupata utajiri. Bwana umbika hiyo nguvu Bwana, ikatengenezeke ndani yetu, ikatengenezeke juu yetu. Bwana, Bwana, Bwana utuinue. Bariki maisha ya watu hawa, bariki maisha yao Bwana, bariki maisha yao Mwokozi, bariki maisha yao Jehova, bariki maisha yao Mtakatifu, bariki afya zao Bwana, bariki uzao wao Bwana, bariki maisha yao Bwana. Yesu, bariki maisha yao. Tunakuhitaji mwaminifu. Ubariki maisha yao, ubariki maisha yao, ubariki maisha yao Bwana, ubariki maisha yao Yesu, ubariki maisha yao. Ukaachilie baraka kwao, ukaachilie baraka kwao, ukaachilie nguvu ya kufanikiwa, ukaachilie nguvu ya kubarikiwa. Wakakuone kwa upande wao, wakakuona kwa upande wao. Kila miriba iliyosimama kwao katika jina la Yesu ninabomboa kila vikwazo. Yesu, inua maisha yao. Ninataka kuinuliwa na wewe. Asante Mwokozi, ninataka kuona wewe katika maisha yangu. Asante Yesu, kwenye uchumi wangu, kila eneo la maisha yangu ninakutaka wewe Mwokozi.